majukumu makubwa nashughulika na masuala ya kiutawala na kiutumishi katika ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali. Miongoni mwa majukumu hayo, jukumu la kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba kudili na stahiki za watumishi. Ndani ya stahiki za watumishi kuna masuala ya mishahara pamoja na masuala ya malikizo na stahiki zozote zile ambazo anazostahiki mtumishi katika taasisi hii ya ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali. Jambo jingine ambalo kwa upande wetu tunashughulika sisi kwa divisheni ya utawala na rasilimali watu, pia tunaangalia na kuratibu na kuendeleza shughuli za ajira katika ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, kwa maana ya kwamba shughuli zote za ajira zipo katika divisheni ya utawala na rasilimali watu. Kwa hiyo sisi ndio ambao tunashughulika na swala hilo la ajira pale ambapo, pamoja na kushughulikia maombi ya waombaji na mchakato mzima wa kumalizika kwa ajira. Lakini jingine ni kwamba tunashughulika na masuala ya kiutawala pamoja na kuangalia masuala ya nidhamu, mahudhurio ya wafanyakazi. Yote hayo utayakuta yapo katika divisheni yangu ya utawala na rasilimali watu, na sisi ndio ambao tunashughulika na masuala haya. Lakini ukitoa hapo, tunashughulika na masuala ya kufanya tathmini ya utendaji wa wafanyakazi. Miongoni mwa hao, kila inapofika mwaka huwa tunawatathmini wafanyakazi. Hii ni kwa mujibu wa kanuni ya utumishi wa umma. Kwa hiyo waajiriwa na wafanyakazi wote wa serikali wanatakiwa waangaliwe utendaji wao wa kazi. Hilo jukumu hilo lipo katika idara yetu pamoja na divisheni yangu ya utawala na rasilimali watu. Na kazi nyingine kubwa ambayo tunaifanya, tuna ratibu na kuendeleza mpango wa mafunzo kwa watendaji wa ofisi ya mtakwimu mkuu. Kwenye huu mpango wa mafunzo utakuta kuna mpango wa mafunzo ya muda mrefu na mpango wa mafunzo ya muda mfupi. Muda mrefu ni wale ambao wanajiendeleza ndani ya mwaka mmoja na miaka miwili na kuendelea, kwa maana ya kwamba viwango vya certificate, diploma na degree na hata PhD. Lakini muda mfupi ni zile short course ambazo zinaratibiwa na ofisi, ikiwa ni pamoja na semina, makongamano, yote hayo ambayo yanaweza yakachukua kwa muda wa siku 3, siku 4, wiki na kuendelea. Yote yanaratibiwa katika divisheni ya utawala na rasilimali watu. Lakini ukija ukishughulikia na shughuli nyingine, utaona kwamba sisi tunasimamia majukumu na utendaji kazi kwa taasisi, ikiwa ni pamoja na kushughulika masuala ya kiusafi wa ofisi. Tunashughulika na majengo. Yote hayo ni shughuli zetu ambazo tunaendelea sisi katika idara ya utawala na rasilimali watu. Utafiti wa mapato na matumizi ya kaya unakuwa nao una hatua 3 za kupitia. Hatua ya kwanza, hatua ya maandalizi, ambayo inajumuisha kuandaa nyenzo na kuzijaribu kama zinaweza kujibu maswali ambayo yataulizwa wananchi. Hatua ya pili ni kuwafundisha wadadisi. Wadadisi ambao walifundishwa katika chuo kikuu cha Zanzibar University pale katika Tunguu, kwa mikoa yote ya Unguja na Pemba. Walifundishwa kituo cha Daya Mtambwe, walifundishwa hayo mafunzo ya HBS. Baada ya kufundishwa HBS, wadadisi wameanza kucollect data mwezi wa Januari, tarehe 6 Januari 2025. Mdadisi mmoja anakaa katika kaya moja kwa muda wa siku 14, kwa sababu katika collect data au kukusanya data katika kaya, kuna ile bidhaa kuondoka sokoni na kuingia. Kwa hivyo unapokaa siku 14, kuna vitu mbalimbali ambavyo kaya vinatumia. Tunaangalia ule mtiririko wake. Mwezi unaofuata mdadisi anakwenda katika kaya nyingine. Kwa hivyo hiyo inakwenda throughout kwa muda wa miezi 12. Na hii kwa nini miezi 12? Miezi 12 inakuwa kwa sababu kuangalia ile uingiaji na utokaji wa bidhaa sokoni na jinsi gani ile variation
ya bei zinavyotokea sokoni. Kwa hivyo kutokana na hayo, mwisho wake ndio tunakuja kukokotoa takwimu za hali ya umaskini kulingana na bei zilivyokuwa kwa muda wa mwaka mzima. Kama tunavyoelewa, kuna miongo minne ya mvua, kwa hivyo kila muongo unakuwa una bidhaa zake ambazo zinazalishwa na wakulima na watumiaji wanatumia hizo bidhaa. Hivyo ndio tunachukua hizo taarifa katika kaya, na baadaye taarifa hizi zitakushanywa mpaka mwisho wa muda wa miezi 12. Kwa hivyo tutamaliza tarehe 30 Disemba ya 2025. Baada ya kumaliza, tutaanza kufanya uchambuzi wa taarifa hizo, na ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali kwa kushirikiana na ofisi ya taifa ya takwimu tutatoa takwimu za hali ya umaskini wa Tanzania. Jukumu langu kubwa ni kuhakikisha kwamba takwimu hizo zinapatikana na zinapatikana katika ubora wa hali ya juu, lakini pia kwamba tunakusanya takwimu hizo kwa njia mbili kuu. Tunakusanya takwimu hizo kupitia tafiti, lakini pia kupitia takwimu ambazo ni administrative data ambazo kutoka katika taasisi mbalimbali hizo ambazo nilizozitaja na nyinginezo. Katika upande wa tafiti, kwamba tuna tafiti mbalimbali ambazo tunaziendesha, ikiwepo utafiti wa ajira na mapato, utafiti wa nguvu kazi, utafiti wa viashiria vya ukimwi na nyinginezo. Kwa hiyo tafiti hizo tunakuwa tunazifanya kutokana na mahitaji ya nchi yetu ambayo yanatoa taswira mbalimbali ya hali ya nchi yetu, lakini pia yanasaidiwa na wapangaji sera na mipango kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Takwimu hizo tunazikusanya katika ubora wake, ambapo kwa kuzingatia vigezo mbalimbali vya kimataifa lakini pia vya kitaifa, kwa kufuata miongozo ambayo inakuwa inatolewa, kwa kufuata tafsiri ambazo zinakuwa zinatolewa kwa ajili ya kusanyaji, uchakataji na uchambuaji. Na mwisho wa siku takwimu hizo tunakuwa tunazitoa kwa ajili ya wadau wetu kwa ajili ya matumizi yao mbalimbali. Utoaji wa takwimu hizo unategemea, kuna takwimu ambazo tunakuwa tunaziandaa na kutoa ripoti, tunazipandisha kwenye website, lakini kuna nyingine tunakuwa nazo hapa ofisini ambapo mdau akihitaji tunakuja tunampatia, lakini kuna nyingine kwamba tunakuwa tunaita wadau na kuambia kwamba sasa hivi tumezindua ripoti hii. Kwa upande wa utafiti wa nguvu kazi ambao tunaofanya wa mwaka 24-25, sasa hivi zoezi la ukusanyaji bado linaendelea uwandani, ambapo taarifa za robo mwaka ya 4 imeanza kukusanywa. Kwa hiyo tunategemea utafiti huu utamaliza rasmi mwezi wa 12 na ripoti yake itapatikana mwaka 2026, kwa sababu utafiti huu unafanyika kwa muda wa mwaka mzima kuanzia Januari hadi Disemba, ambapo unakusanywa taarifa hizo, na lengo kuu la kukusanya taarifa hizo mwaka mzima ili tuweze kupata ule ulinganifu wa kazi mbalimbali zinazofanyika kwa jamii. Kuna ile issue ya seasonality, kwamba kuna baadhi ya biashara au kazi kwamba zipo za msimu. Kwa hiyo zikifanyika msimu mmoja na msimu mwingine, kwa hiyo zinakuwa zinatofautiana. Kwa ndio maana tunakusanya taarifa hizi kwa mwaka mzima ili tuweze kupata hata zile kazi ambazo za msimu. Kwa hiyo ukusanyaji wa taarifa hizi umeanza Januari 2025 na utakomea rasmi 25 Disemba, na ripoti yake itakuwa imetoka 2026. Lakini utafiti mwingine ambao mpaka sasa hivi upo unaendelea, tunaokusanya taarifa zake ni ule ambao kwamba wa uajiri na mapato. Utafiti huu unakusanywa katika taasisi ambazo rasmi nchini, kwa hapo upande wetu wa Zanzibar ambapo ni Unguja na Pemba, zinakusanywa kwa taasisi zote ambazo zipo rasmi. Kwa hiyo makarani tayari wapo wanapita, huu mwezi wa pili wameanza mwezi wa Septemba kukusanywa hizi taarifa, na tunategemea kwamba hata mwezi huu wa Oktoba ukifika mwishoni, basi taarifa hizi zitakuwa zimemalizika kukusanywa, na ikifika mwezi wa Disemba 2025 basi tunategemea tuanze kuchakata ripoti yake. Takwimu za uzalishaji imehusiana na kitengo cha kilimo na mazingira, pia na uzalishaji wa viwandani. Kwa upande wa kilimo, takwimu za kilimo na mazingira tunatoa takwimu za robo mwaka na mwaka.
Takwimu za robo mwaka zinahusiana na takwimu za mazao ya chakula, inahusiana na takwimu za mazao ya biashara, ambayo mazao ya chakula inakuwa ni matunda na mboga mboga. Kwa upande wa mazao ya biashara ni karafuu na mwani. Na pia tunatoa taarifa za wanyama ambao wamechinjwa na wamehakikiwa na kuchinjwa. Pia tunatoa taarifa za madini na taarifa za mazao ya misitu. Hizo ni taarifa zinatoka katika robo mwaka. Ama kwa taarifa za mwaka kamili tunatoa taarifa za ni zile zile, lakini tunatoa taarifa pia za mazao ya chakula ikiwemo mihogo, ndizi na mazao mengine. Pia tunatoa taarifa za mazao ya biashara kama nilivyotaja hapo mwanzo. Tunatoa taarifa za wanyama, tunatoa taarifa za mazao yanayotokana na wanyama ikiwemo maziwa na mayai. Pia tunatoa taarifa za madini, ambayo hizi ni madini ya ujenzi kwa upande wa Zanzibar. Pia huwa tunaandika taarifa zake, tunatoa kwa mwaka. Pia tunatoa taarifa zinahusiana na uzalishaji mazao ya misitu, pia huwa tunatoa katika robo mwaka. Pia kuna taarifa za asali, pia tunatoa kwa mwaka mzima. Ama kwa upande wa taarifa za mazingira, tunatoa hizi mara nyingi zinatoka kwa mwaka, na taarifa hizi huwa zinatolewa ni taarifa za hali ya hewa, ambayo tunatoa taarifa za mvua, taarifa za temperature na taarifa za sunshine au humidity. Pia tunatoa taarifa hizo. Pia kwa upande wa division ya uzalishaji, kwa upande wa kilimo tuna tafiti zinafanyika mara nyingi. Kwa hivi sasa tumemaliza utafiti wa mwaka wa kilimo 23-24 ambayo ulikuwa unaitwa utafiti wa kilimo na uwezezaji wanawake na lishe. Utafiti huu kwa sasa umekamilika na ripoti tunategemea kufanya uwasilishaji wa ripoti hii unapo mwezi wa 11. Kwa upande wa uzalishaji wa viwandani, uzalishaji wa viwandani umejikita zaidi katika uzalishaji wa bei ya mzalishaji. Bei ya mzalishaji hii inapatikana kila robo mwaka. Na pia taarifa nyingine zinazotokana na uzalishaji viwandani ambayo tunaita QSIP. Hii pia inafanyika kila robo mwaka. Kwa upande wa takwimu hivi sasa, yani takwimu za viwandani, kuna tafiti mbili zinaendelea. Kuna tafiti ambayo inahusiana na utumiaji wa nishati, matumizi ya nishati katika kaya za Zanzibar. Katika utafiti huu unahusiana na aina, vyanzo, matumizi na gharama za nishati. Lengo la utafiti huu ni kuwezesha au kuona kwa namna gani wananchi wanatumia nishati hizi, aina zao na vipi wanagharamika, na tuone kwa namna gani tunatoka katika utumiaji wa nishati ambazo tumezoea. Mara nyingi zina athari kubwa kwa binadamu na vile vile ina athari mazingira yanayotuzunguka. Kwa hiyo tunataka tukitoka hapo tuweze kuona kwa namna gani tunatoka kwenye utumiaji wa nishati iliyozoeleka ya kuni na mkaa, tuweze kuingia katika nishati mbadala ambayo gesi na umeme. Pia kuna sensa ya uzalishaji viwandani ambao huu umefanyika kwa mwaka 2023. Lengo la utafiti huu ni kuona uzalishaji, ajira, matumizi ya malighafi na mapato katika viwanda. Utafiti huu kwa sasa upo katika hatua ya kuandika ripoti. Ama ule katika yani inakusudia sensa ya uzalishaji viwandani
uko katika hatua ya uandishi wa ripoti, na upande wa matumizi ya nishati upo data zimemaliza kukusanywa. Tunategemea kuwa sasa hivi tuko katika hatua ya kusafisha data, kwa sababu mara nyingi wanaoenda kukusanya taarifa kuna baadhi ya makosa yanafanyika. Kwa hiyo sasa hivi tupo katika sehemu ya cleaning, yani tunazisafisha data ili ziweze kutolewa majadwali. Hiyo ni upande wa division wa takwimu za uzalishaji. Kwa upande wetu kama idara pamoja na divisheni tuna majukumu yafuatayo. Tuna majukumu ya kuratibu takwimu ya nchi nzima. Kwa sisi ni waratibu kwa upande wa ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, kwa kushirikiana na wizara, maidara pamoja na mashirika na NGOs zote zilizopo nchini. Kwa swala la takwimu, kwa upande wetu sisi ni waratibu, na tuna baadhi ya taarifa tunazitoa kupitia ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali. Jukumu letu jingine pia ni kutoa kitabu cha Zanzibar Statistical Abstract, ambacho hichi kinajumuisha takwimu zote zinazozalishwa katika ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali. Takwimu zenyewe ni zile takwimu za kiutawala, tunaziita administrative data. Kwa hiyo tunakusanya kupitia kwenye idara za social pamoja na idara za uchumi. Kwa upande mwingine pia tunatoa miongozo ya kitakwimu ili kuhakikisha takwimu zinazozalishwa na maidara, mawizara pamoja na mashirika zinakuwa ni takwimu rasmi na ambazo zinakidhi vigezo vya kitaifa pamoja na vya kimataifa. Pia tuna kazi ambayo tunakuwa tunaifanya kila baada ya muda kipindi. Kuna hii sensa ya shughuli za kiuchumi na kitakwimu, kiuchumi na kijamii nchini, ambazo zinajumuisha taasisi zote zinazotoa huduma na zinazozalisha. Mfano, mawizara, maidara, wanaofanya biashara ambao tunasema wanafanya biashara walokuwa ni wamesajiliwa na wasosajiliwa. Kwa ufupi, hii inakuwa ni sensa kamili ambayo inajumulisha shughuli zote zinazofanyika nchini, na ambayo inapelekea wale wanaofanya tafiti wa ndani pamoja na wa nje kupata sample frame tunaita. Yaani wao wanapotaka kufanya tafiti zao wataangalia ni aina gani ya ile taarifa wanaweza kuzipata kupitia hilo daftari letu ambalo tunalipata kupitia sensa ya takwimu za kiuchumi na kijamii. Na kwa upande mwingine pia tukishirikiana na wenzetu kupitia mradi wa kuendeleza maendeleo, tunasema huu Tanzania Statistical Master Plan 2, tuna kazi tofauti ambazo tunazifanya na wenzetu kupitia Tanzania Bara, ambao tunayoita ni NBS, ni ofisi ya taifa ya takwimu. Kwa tunashirikiana nao katika kutoa baadhi ya taarifa. Mfano, kama hiyo sensa ya shughuli za kiuchumi na kijamii. Hii zamani tulikuwa tunafanya sisi kama sisi, lakini kupitia hii Tanzania Statistical Master Plan 2 tumefanya hii ya pamoja, ambayo tulitakiwa baadhi ya vitu tuvitoe kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mwaka 2023-24 tulifanya hiyo sensa, na ambapo tulipata hili daftari kwa ajili ya kuorozesha taasisi zote zilizopo nchini. Kwa hiyo hii ni sasa hivi ipo ni ya URT, lakini ukitaka pia kwa upande wa Zanzibar tunaweza tukakupatia ukapata hizo kwa ajili ya specific kwa Zanzibar. Pia tunashirikiana na ofisi ya makamu wa pili wa rais kwa ajili ya kuratibu vibali vya wanaofanya utafiti. Sisi ni kama watoaji wa vibali na wale wenzetu wao ni waratibu kutokana na ishu za nchi. Kwa hiyo tunashirikiana nao, tunahakikisha tunatoa vibali vya wanafunzi wa ndani na wa nje, wageni pamoja na wafanya tafiti, hata kama ni mtu yuko peke yake au ikiwa pia ni taasisi zinafanya tafiti. Kwa hiyo sisi ndio wenye jukumu la kutoa hivyo vibali kwa kuangalia miongozo na kanuni zetu ambazo zimewekwa. Kwa hiyo tunapokuwa tunatoa vile vibali, huwa kuna baadhi ya vipengele tunaviangalia
hasa kwenye kipengele cha methodology. Tunaangalia ili kile kibali kinachotoka kisiwe kinaikwaza nchi au inamkwaza mtu mmoja mmoja wakati wa kufanya tafiti yake. Upande wa machapisho tuliokuwa nayo, tumetoa vitabu vingi na machapisho mengi, na ambavyo vingi vyao vipo katika website ya ofisi, na nyingine hata mtu akitaka ile tunasema ni soft copy anaweza akapatiwa, lakini kwa baadhi zao tunazozichapisha ni kama hii Zanzibar Statistical Abstract ambayo ni product ya ofisi na inayotoka kila mwaka, ambayo imehusisha zile shughuli zinazofanywa na ofisi kwa mwaka mzima, zikiwemo za administrative record pamoja na za tafiti. Kwa hiyo tunazipata katika kupitia kitabu hichi cha Zanzibar Statistical Abstract. Kwa hii ni version ya zamani iliyopita, na pia kuna hii ya nyuma yake. Lakini hizi ziko kwa mtiririko, ukienda kwenye website zipo kuanzia 2016 kama sikosei mpaka hapa tulipofika. Pia na kuna hichi kitabu cha Compendium of Statistical Terms and Definition ambacho tunakitoa sisi kila baada ya muda. Kwa hiyo tunayo hii version ya nyuma ambayo ilijumuisha mambo yote ambayo tunasema zile standard za kukusanya takwimu. Kama ni definition, mimi nikisema population na nikienda kwenye ofisi nyingine nikute definition iko sawa sawa pamoja na duniani. Kwa hiyo tunatafuta yale misamiati, tunasema misamiati iliyokuwa tumeiandika kistandard. Kwa hiyo watu wote watumie misamiati iliyokuwa iko sawa. Ambayo hii ni version ya zamani, na tukienda na hii ni version ya mwisho, na tunatarajia kuweka version nyingine kwa miaka miwili inayokuja. Majukumu yangu katika divisheni hii ni kusimamia taarifa za kitakwimu, mifumo ya taarifa za kitakwimu. Tuna mifumo ya takwimu mingi hapa. Kwa mfano tuna Zansis, tuna NADA na mengine mengi. Yote hii mifumo inahifadhi taarifa za takwimu, taarifa zilizopita na taarifa mpya. Lakini kama hiyo haitoshi, jukumu jingine ni kuingiza taarifa ambazo zitapatikana katika tafiti na taarifa za kawaida kutoka katika maidara mengine na taasisi nyingine za serikali. Jukumu jingine la divisheni hii ni kukusanya na kuchakata taarifa mbalimbali ambazo zinatokana katika tafiti zinazofanywa katika ofisi ya mtapungu wa serikali na taasisi nyingine za serikali ambazo huwa zinakuja katika ofisi yetu kuomba msaada wa kiufundi. Na pia divisheni hii inasimamia mifumo ya taarifa za kijiografia, tunaita GIS. Kazi yake kubwa ni kwenda uwandani kukata maeneo kidijitali, na alafu kuandaa ramani ambazo zitatumika katika kuonesha taarifa za takwimu katika maeneo mbalimbali katika ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya na hata ngazi za shehia zinapohitajika. Nimesema jukumu jingine ilikuwa ni kukata maeneo na kuandaa ramani za kidijitali. Ramani hizi huwa zinatumika katika kuonesha taarifa mbalimbali ambazo zinakusanywa katika tafiti na hata taarifa za kawaida ambazo si tafiti, sensa na nyinginezo. Kuna vitengo vinne ambavyo wanaviongoza. Vitengo hivyo, kitengo cha kwanza ni kitengo cha takwimu za bei, kitengo cha pili ni kitengo cha takwimu za biashara, cha tatu ni kitengo cha takwimu za utalii, na cha nne ni kitengo cha takwimu za usafirishaji na mawasiliano. Tukianza na kitengo cha takwimu za bei, kazi yake kubwa ni kukusanya, kuchakata na kutayarisha ripoti mbalimbali zinazohusiana na takwimu za bei. Na tuna jumla ya bidhaa kama 398 hivi ambazo ndizo huwa tunakusanya bei zake kutoka kwenye masoko mbalimbali, na bidhaa hizi 398 tumezipata kutoka kwenye utafiti wa mapato na matumizi ya kaya ambayo huwa unafanyika kila baada ya miaka 5. Na kwenye utafiti ule huwa tunakwenda kukusanya mapato na matumizi katika kaya. Kwa hivyo tunapata mapato na matumizi ya wanakaya
ya bidhaa mbalimbali. Kwa hivyo kutoka kwenye mkoba huo ndio tumepata hivi bidhaa 398. Kati ya bidhaa hizi 398 ambazo huwa tunaweza kusanya bei zake kwa ajili ya kukokotoa mfumuko wa bei, bidhaa 149 ni bidhaa za chakula na bidhaa 249 ni bidhaa zisizo za chakula. Je, bei za bidhaa hizi tunazikusanya kutoka wapi? Kuna maeneo kama 10 kwa Zanzibar ambayo ndio tunawatumia kwa ajili ya kukusanya bidhaa hizo. Maeneo 7 yako katika kisiwa cha Unguja na maeneo 3 yako Pemba. Na kwenye kila eneo kati ya maeneo 10 tunakuwa tunachagua outlet au maduka ambayo ndio tunakwenda kuchukua bei za bidhaa hizo. Na jumla ya maduka au outlet 770 ambazo ndizo huwa tunazitembelea kila mwezi kwa ajili ya kuweza kukusanya bei ya bidhaa. Na katika maduka hayo, maduka 288 yako Pemba na maduka 382 yako Unguja. Muda gani tunaenda kukusanya taarifa hizo? Kwa kawaida kwa kila mwezi kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 20 huwa tunakwenda kwenye maeneo hayo kwenda kukusanya bidhaa hizo. Na bidhaa tunazozikusanya, kuna bidhaa ambazo tunakwenda kuchukua bei tu kwa sababu zile bidhaa zinakuwa zina vipimo standard ambavyo vinajulikana kimataifa. Mfano kama soda ukienda kununua unajua ina ujazo gani. Lakini kuna baadhi ya bidhaa inabidi lazima purchase, tununue, baadaye ndio tunapima. Tukisha kupima tunajua uzito wake, tunaupeleka kwenye standard unit, baadaye ndio tunatumia katika kukokotoa mfumuko wa bei. Na baada ya kukusanya taarifa za bidhaa masokoni na kuzichakata, huwa tunatayarisha ripoti. Tukisha kutayarisha ripoti tunakaa na wadau kwa ajili ya kuangalia ile taarifa yetu, baadaye ndio huwa tunaitoa kupitia vyombo vya habari mbalimbali. Tukija kwa upande wa kitengo cha takwimu za utalii, kazi kubwa ya kitengo hichi ni kukusanya, kuchambua na kutoa takwimu za utalii nchini. Na takwimu za utalii ambazo kwa sasa tunatoa ni takwimu za uingiaji wageni, kuna takwimu za hoteli, na takwimu za vivutio. Tukija kwa upande wa takwimu za uingiaji wageni, jinsi tunavyozikusanya, tulikuwa tunachukua kadi ambazo zinajaza na wageni wote ambao wanaingia nchini kwa kipindi cha mwezi mzima. Baadaye zile kadi kwa kushirikiana na wadau, kamisheni ya utalii na idara ya uhamiaji, huwa tunazichukua kwa pamoja, tunazileta takwimu, tunaziingiza kwenye kompyuta kwa kutumia programu maalum ya CS Pro. Baadaye tunafanya uchambuzi, na baada ya kufanya uchambuzi tunatayarisha ripoti. Kabla kutoa ripoti, tunakaa kikao cha wadau kwa ajili ya kuzihakiki zile data, kwa sababu wote ni wadau na wote wanakusanya. Kwa hivyo tunakaa kwa pamoja ili kuangalia kama data ziko sahihi. Baada ya hapo tukishakubaliana, ndio tunafanya mchakato wa kuweza kuziwasilisha zile data kwa wadau mbalimbali, wakiwemo wananchi kwa kupitia vyombo vya habari. Kitengo kingine ni kitengo cha takwimu za biashara. Kazi kubwa katika kitengo hichi ni kukusanya, kuchambua na kutoa takwimu mbalimbali zinazohusiana na biashara. Na takwimu kubwa ambazo tunakusanya ni takwimu za biashara za kimataifa. Ninaposema takwimu za biashara za kimataifa, na kusudia ni takwimu za usafirishaji bidhaa kutoka Zanzibar kwenda nje ya nchi na uingizaji wa bidhaa Zanzibar kutoka nje ya nchi. Na takwimu hizi huwa tunazichukua kutoka mamlaka ya kodi Tanzania, TRA. Kwa hivyo mwisho wa mwezi, ukimaliza mwezi, mamlaka ya mapato Tanzania huwa wanatupa database. Kwa hivyo tunafanya uchambuzi wa ile database, na tukishakufanya uchambuzi tunatayarisha ripoti, na hiyo ripoti tunakaa wadau kuipitia, kuangalia kama hakuna tatizo kwenye data. Baada ya kuipitia, ikisha kubarikiwa, ndio tunaita waandishi wa habari na kuitoa kwenye vyombo vya habari. Na kitengo cha mwisho ambacho ni kitengo cha usafiri na mawasiliano, hichi ni kitengo kinachohusu na ukusanyaji, uchakataji na utoaji wa takwimu zote zinazohusiana na usafiri na mawasiliano.
Lakini kwa upande wa kitengo hichi mpaka sasa bado hatujaanza kutoa takwimu kwa mwezi, kwa sababu kumekuwa kuna shida kidogo ya kuchelewa kwa upatikanaji wa takwimu hizo. Lakini ofisi kwa kushirikiana na wadau wote ambao wanakusanya hizo takwimu, tuko kwenye mchakato kuhakikisha takwimu hizi zinapatikana kwa wakati, ili nao tuweze kutayarisha ripoti ya mwezi na kuzitoa kwa kila mwezi kama katika vitengo vingine. Lakini kwa sasa hivi sio kama hatutoi kabisa, ila tunatoa hizi takwimu katika ripoti ya mwisho wa mwaka, ambao ndio ripoti kubwa ambayo tunaita Zanzibar Statistical Abstract. Kwa hivyo tukisha kukusanya, tukisha kuchakata data, takwimu zake zinakuwemo kwenye ripoti kubwa. Kwa kumalizia, napenda kuwaomba wadau wote waweze kutumia takwimu zetu kwa ajili ya kupanga mipango mbalimbali ya maendeleo au mipango binafsi, kwa sababu kama mnavyoelewa, watu wote ambao wenye akili timamu duniani wanaishi kwa kutumia takwimu, ingawaje wao wenyewe hawaelewi kama wanatumia takwimu. Mfano mdogo, mtu huwezi kutoka na gari, mfano kama unakaa Bububu unakuja mjini ukaweka lita 1 ya mafuta wakati unajua gari unakuja mjini na kurudi, kwa sababu hakika haitorudi mjini. Kwa hivyo unahakikisha utaweka mafuta ambayo gari inaweza kutoka Bububu kuja mpaka mjini na kurudi. Kwa hivyo ile njia tunayoitumia kuweza kufanya uwiano, kujua ili niweze kufika mjini na kurudi lazima nitie mafuta kiasi fulani, hiyo umetumia takwimu bila kujua. Kwa hivyo ningewaomba wananchi wote, taasisi za serikali, taasisi binafsi, mashirika ya kimataifa yatumie takwimu hizi ambazo tunazitoa ofisi ya mtakwimu mkuu kwa ajili ya kupanga mipango mbalimbali ya maendeleo.